Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, na matumaini yetu mko salama salimini. Tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi za kisiasa na hata za kiusalama pia. Na leo tarehe 20 Februari mwaka 2026 tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kusini, ambako katika muktadha ama konteksti ya mapigano katika nyanda za Haut Plateau, jeshi la taifa FARDC na wapiganaji wa Zalendo wamefanikiwa kurejesha maeneo kadhaa katika maeneo hayo. Katika upande huo wa nchi, waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda bado hawajatangaza rasmi wala kuheshimu usitishaji wa mapigano ama CCLFA uliopendekezwa mjini Luanda, ambao serikali ya Kinshasa kwa upande wake iliridhia na kufikia hatua ya kukubali. Ila cha mshangazo, hiyo jana Jumatano tarehe 18 Februari mwaka 2026 tena mapigano yalizuka katika maeneo ya karibu na Minembwe katika nyanda za Haut Plateau za tarafa la Fizi. Na kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya kijeshi vimeweka wazi ya kwamba wapiganaji waliowasilishwa na FCM 23 kama makomando waliotoka hivi karibuni katika kambi ya mafunzo ya Chanzu na waliotangazwa sana na uasi huo walijaribu kushambulia nafasi na ngome za jeshi la serikali pamoja na wapiganaji wa Zalendo, ila FARDC wamedai kuwa walifanikiwa kuzuia mashambulizi hayo. Inadaiwa kuwa washambuliaji kadhaa waliuawa, wengine walikimbia kutokana na ukali wa mapigano, huku baadhi yao wakikamatwa uwanjani. FARDC wametangaza kurejesha udhibiti wa vijiji vya Bilalo Mbili, Bidegu, Kalonge na Kalingi, na hivyo kuimarisha uwepo wao katika eneo hili la kimkakati la nyanda za Haut Plateau ya Fizi. Wakati wanaharakati wengi wa kisiasa nchini Kongo wakidai kuchukulia jumuiya ya kimataifa kama shahidi wa mambo yanayofanywa na wahasi hao, hususan kwa kutokuheshimu usitishaji wa mapigano, wahasi hao pia wa M23 AFC chini ya masaa 48 ama 48 baada ya kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopendekezwa na Angola, wamejipa jukumu ama uwadhifa wa kutoa taarifa rasmi ambamo ndani mwake kwa upande wao pia wanaishutumu serikali ya Kinshasa kwa kuwaua kinyama raia na kulahani ukimya mkubwa wa jumuiya hiyo ya kimataifa. Katika taarifa hiyo wamesisitiza ya kwamba, na nukuu, ukatili huu usiovumilika unafanyika katika hali ya kutojali inayoshtua na isiyokubalika kutoka kwa wahudumu wa misaada ya kibinadamu, mashirika ya kutetea haki za binadamu na taasisi zinazotambulika kwa juhudi zao za kidiplomasia. Uhalifu huu unaotekelezwa dhidi ya wanawake, watoto na wazee unaweza kuchukuliwa kuwa ukiukaji mkubwa wa mara kwa mara na wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu mwisho wa kunukuu. Na kama tulivyokuwa tukisema tangu hapo awali ya kwamba waasi hawa waga wanapenda sana siasa ya propaganda na manipulation, yani kila mara wakifanya jambo lililo kinyume na mapatano ni sherti wawe wa kwanza kwa kutaka kuonesha jumuiya ya kimataifa ya kwamba wao ndio wahanga ama waathirika wa vuguvugu zinazoendelea. Ila jambo hilo kwa sasa halina nafasi tena, maana takribani watu wote kwa sasa wamekuwa na urahisi wa kujifanyia risachi ama research, na mwisho wa siku watabahini ya kuwa ni nani aliyemuhanga wa kweli na ni nani aliyemchokozi. Na mwisho wa haya yote tunaamini ya kwamba jumuiya ya kimataifa itakwenda kutekeleza adhabu za vikwazo kwa wachokozi wote kama ilivyoahidi. Na moja kati ya madhara ambayo imesadikika huko kutokana na mapigano hayo ni redio ya kijamii ya Mikenge ambayo imeripotiwa kushambuliwa kwa bomu yaliyotupwa na ndege isiyokuwa na rubani ya kivita ama drone kamikaze. Na kwa hapa tupate kukumbusha ya kwamba vifaa vya nishati ya jua ama pano solar vilivyokuwa vinatumika kuendesha redio hiyo
vilitolewa na Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo, yani MONUSCO, chini ya usimamizi wa Union Nationale de la Presse du Congo INPC, tawi lake la Kivu Kusini, ikiwa ni takriban miezi 18 iliyopita. INPC imeeleza masikitiko yake makubwa, ikisema kuwa uwekezaji huo umeenda bure. Tusalie huko Kivu Kusini, wilayani Uvira. Ni katika mazingira yaliyoathiriwa na athari za kiafya za vita mashariki mwa nchi, ndipo tani za dawa na vifaa vya tiba vinatarajiwa kupelekwa na kupokelewa leo hii Ijumaa tarehe 20 Februari mwaka 2026 katika mji wa Uvira na maeneo yake ya jirani. Tangazo hili limetolewa na mamlaka za afya baada ya delegation ya kufanya tathmini kutekeleza ziara ya kiutendaji eneo hilo. Operesheni hii ni sehemu ya dhamira iliyoonyeshwa na Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ya kujibu mahitaji ya dharura ya wananchi walioathiriwa na migogoro, hasa katika sekta ya afya ya umma. Mratibu wa kituo cha operesheni za dharura za afya ya umma KUSP cha Taasisi ya Kitaifa ya Afya ya Umma chini ya Wizara ya Afya ya Umma, Usafi na Hifadhi ya Jamii, Christian Ngandu alikuwa sehemu ya delegation iliyoongozwa na wasaidizi wawili wa karibu ya rais huko Uvira. Tumekuja kutathmini athari hasi za vita kwenye mfumo wa afya wa Uvira, kubaini vitisho vikuu vya afya ya umma na kupendekeza majibu yanayofaa, alieleza. Ujumbe huo ulijumuisha wawakilishi wa ofisi ya rais, baraza la mawaziri la afya, taasisi ya kitaifa ya afya ya umma, mpango wa kitaifa wa chanjo PEV, kituo cha kitaifa cha utoaji damu pamoja na KUSP. Lengo lilikuwa kufanya tathmini sahihi ya hali ya miundombinu ya afya, mahitaji ya dawa, chanjo, vifaa tiba na bidhaa za damu. Kwa mujibu wa tathmini ya awali, mji wa Uvira unakabiliwa na changamoto kadhaa kubwa, zikiwemo kuvurugika kwa usambazaji wa dawa muhimu, hatari ya kuongezeka kwa milipuko ya magonjwa na ugumu wa upatikanaji wa damu salama katika vituo vya afya. Kutokana na hali hiyo, mamlaka zimetangaza hatua za haraka, ikiwa ni suluhisho zinawekwa na mamlaka za juu za nchi. Vifaa, dawa na chanjo zitasambazwa Uvira na katika maeneo ya jirani ili wananchi waweze kupata huduma katika hali zinazokubalika, aliongeza kwa kusisitiza Bwana Christian Ngandu. Msaada huo hautawahusu tu wakazi waliobaki Uvira, pia watu waliokimbia makazi yao, wakiwemo waliopata hifadhi katika jiji la Bujumbura nchini Burundi, wanatarajiwa kufaidika na msaada wa kiafya unaolingana na mahitaji yao, hasa katika chanjo na huduma za matibabu. Usambazaji uliotangazwa kwa Ijumaa hii tarehe 20 Februari ni hatua ya kwanza ya mpango mpana wa kurejesha uthabiti wa mfumo wa afya wa eneo hilo uliodhoofishwa na miezi kadhaa ya vurugu na ukosefu wa usalama. Sasa imebaki kuonekana kama hatua hizi zitaweza kujibu kwa kudumu mahitaji yanayoongezeka ya wananchi waliokumbwa na hali ngumu ya muda mrefu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Msumbiji, Zimbabwe na Botswana wamekubaliana kujenga vituo vya mpaka vya single stop border posts, na mradi huu ulikuwa kiini cha mkutano wa kiufundi uliofanyika jana Jumatano tarehe 18 Februari huko Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu, kati ya wawakilishi wa nchi hizi 5 za Afrika. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Tunakuomba ubaki sambamba kuambatana na channel yetu hii ya Kibenge Media, Kibenge TV, ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa.